Kwema kabisa. Uzima huko? Namshukuru Mwenyezi Mungu, uzima ni mwingi mno. Biriani tamu sana. Kitu chochote kinachohusisha mchele, hicho kitu ni hatari ndugu yangu. Hicho kitu ni hatari vibaya mno. Sasa mchele ule ukiupika wali wa maji, ukiupika wali wa nazi, ukapika pilau ama ukaupika biriani, ni unyama mwingi mno. Na sisi Simba ndo chakula chetu hicho. Kwa hiyo tunapotaka kufurahi basi lazima tugonge biriani. Sawa Ahmed, hii yote ni kuelekea Jumapili kwenye mechi ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Hapa tumetoka kwenye mashabiki wa Yanga kwa wametamba vibaya. Kwanza niwape pole ndugu zangu waandishi wa habari. Mmenyweshwa supu ina maji mengi vibaya mno. Wengi mmekuja hapa mnalalamika matumbo ya wanauma. Tulichofanya unatupiga shot. Hapana, nimesema kweli. Mmekuja hapa mnalalamika matumbo yamejaa maji. Sababu ilikuwa ni mchuzi kidogo nyama moja, mchuzi mwingi nyama moja. Sijui umeelewa Na Mwakitalima anasema ilikuwa ni supu ya mishikaki. Yaani ushakuona wapi mishikaki ukatengenezewa. Kwa hiyo mmekuja hapa mmeenjoy, mmepata biriani na kila mtu kafunga sahani mbili anaondoka nalo nyumbani kwake. Hayo ndio mambo ya Simba Sports Club. Kila mtu ameenjoy kusema kweli. Kinachoendelea sasa ni maandalizi ya timu zote mbili na leo kila upande ulikuwa unafanya jambo ambalo wanaweza kulifanya. Sisi jambo ambalo tunaweza kulifanya ni kula chakula ambacho sahani ni shilingi 10,000. Hiyo ni biriani kuku na shilingi 9,000 kwa biriani nyama. Wenzetu wamekula chakula ambacho wao kinawahusu ambacho ni supu ya shilingi 1,000. Shilingi 1,000 ni kama utakula supu na nyama moja finyango. Ukitaka mchuzi mtupu unapata kwa shilingi 900. Sasa kwa hiyo kila mtu na daraja lake. Sisi daraja letu ndio hilo na watu wamekula wameenjoy. Kilichobaki sasa ni maandalizi ya mchezo wetu na hapa mara baada ya kula na kushiba tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tutakaa kikao chetu sasa na kupanga mikakati ya kiushindi tunaendaje katika mchezo huo. Niseme tu ya kwamba sisi mechi hii tumeitolea macho kweli kweli. Ni mechi ambayo tunaitaka kweli kweli. Ni mechi ambayo tunataka kuwakata watu kilimi. Ni mechi ambayo tunataka kutengeneza heshima yetu ya mashabiki wa Simba Sports huku nje. Ni mechi ambayo tunataka kuonesha watu kwamba sisi ni mashabiki wa Simba, lakini na mpira wenyewe tunauweza na mpira wenyewe tunaujua. Kwa hiyo tarehe 21 ni siku ya kwenda kuonesha tofauti ya mashabiki wa mpira wa miguu na watu oya. Ili ukishabikie kitu kwa ufasaha ni lazima ukijue. Kwa siku ya Jumapili ya tarehe 21 tunakwenda kuwaonesha watu ya kwamba sisi mpira wa miguu tunaojua, na hata tunapokaa kuzungumzia timu yetu tunazungumzia kitu ambacho tunakijua, tunakiweza na tunakifahamu. Tarehe 21 na siku ya Jumapili. Squad imeshaanza kuiona mwanga kwa maana ya squad yenu. Kwa namsikia pale mtani wenu Alikama akiwa anataja baadhi tu ya wachezaji na ni moto kweli kweli. Anataja pale Kitotoshi, anataja Kiandarwa, Kobi. Kila akitaja anasema huyu ni wa kwetu. Nyinyi uko huko mwanga mnaanza kuona. Sasa si wachekeshaji. Daro Kitotoshi. Hii sio mechi ya kuchekeshana. Sisi tumeuma meno kweli kweli. Sijui umeelewa bwana sisi tumepania ubaya. Nikikutajia squad yetu hapa unaweza naweza wakatufanyia vibaya hawa watu. Lakini kiuhalisia ni kwamba sisi tuna watu wa kutisha sana. Labda tu nikwambie kwa ufupi mstari wa mbele kule. Namba 9 anasimama Mzalamo kwa ajili ya kutuliza mali zote na kufunga. Sijui umeelewa Chini ya Mzalamo yupo bwana Kisugu. Namba 8 hapo. Kwa ajili ya kusambaza upendo. Kaka timu tunayo. Pembeni huko yuko GB 64. Anachukua mali kama mpanzo, anaingia anaachia. Timu yetu hiyo baba imekamilika. Chini kabisa hapa namba 6 nitasimama mwenyewe. Nafanya kazi kama ya TANESCO.
nasambaza umeme, pandisha nguzo, naweka nguzo, na ngoa nguzo ya bati, naweka nguzo ya chuma. Siku hiyo ya tarehe 21 nyuma kabisa yuko mkoba Chiko anaganda pale, Alishantu anazima pale, anasaidiana na Tobias Sebastian Chiko. Namba 3 kwa mtu mmoja anaitwa King Vuvuzela, sijui umeelewa. Namba 7 anamaliza Justin Mwakitalima, sijui umeelewa. Umeelewa vizuri. Namba 11 Mudi Bela yuko hapa. Namba 1 golini ya Gonzala, ndio? Mwalabu utakuwa namba 1 siku. Hamna shida. Sawa timu imekamilika. Kimaliza kufunga magoli yangu 3 narudi kuja kufundisha sasa. Na timu sasa mimi sio namba 6 wa kizamani, ukijichimbia umejichimbia. Mimi naondoka narudi, kazi yangu. Kwa hiyo tumedhamiria kufanya umafia mkubwa kweli kweli. Utacheza na wewe. Umenenepa lakini utacheza. Na sheria yangu mimi nikikupanga utoki. Mbona umesema utatoka? Sasa mimi si kocha na majukumu mengine. Kwa hiyo usitegemee mimi dakika 2 tu. Hamna mechi ya dakika 2. Ukiingia umeingia. Mpaka nikusikia unanuka harufu ya damu. Nasema huyu ndo timu yetu ya ubaya ubwela. Mtu akakuna mpaka akasema squad hiyo ndio tunataka kushindana nao. Unaona ionaje hiyo? Na hapa kuna watu sijawataja kaka. Kuna watu sijawataja hapa. Mzee wa Saluti sijamgusia hapo. Sasa hivi yuko zake huko, ameshamwagiza mtu wake kutoka Kigoma. Anakuja leo hii na adventure usiku anawasili kwa ajili ya kufanya vitu vizito. Nakwambia siku hiyo ni hatari mno. Walikuwa wanatamba wanasema hawezi kufanya mazoezi kwa kikosi mlicho nacho nyinyi. Tutakutana uwanjani. Kama wao kweli ni wavuvi wa pweza, tutakutana mwambani. Marefa yanasemekana watatangazwa leo. Hata penalti wanashika kupiga. Marefa watatangaza leo na tutakuwa na marefa very professional kwa ajili ya kutenda haki. Pamoja na kwamba hii ni mechi ya kishabiki. Kaka nasikia wanasumbua na wapigia simu. Wanahangaika na wanapendekeza. Kuna bwana mmoja wanampendekeza. Alishawahi kuwabeba wakati fulani hivi. Sasa huyo sisi hatumtaki. Sisi tunataka refa aliyenyooka namna hii, beji yake ya FIFA aje afanye kazi pale. Hamna hofu yoyote. Hofu hatuna kusema kweli. Sisi Simba Sports Club katika vitu ambavyo hatujaumbwa navyo ni hofu na uoga. Sisi ni watu majasiri. Sisi hata kama tunaingia kwenye shimo, lakini tunakuwa na imani na ujasiri ya kwamba tunapenya kwenye lile shimo. Kwa hiyo hawa watu ambao wanakuja siku ya Jumapili, sisi tutawafumua vizuri tu. Jambo ambalo ningependa kusisitiza ni tucheze mashabiki wa timu hizi za Simba na Yanga. Hakuna kuchomekea. Kuna mamluko wa shabiki ambaye anatamani kuja kuunga mkono kama Simba Sports Club. Una nini cha kumwambia? Abaye nini, aje vipi, abebe nini, ache nini? Kwanza tutafanya mazoezi ya mwisho siku ya Jumamosi. Tutawatangazia venue na msubiri mratibu hapa bwana Mzee wa Saluti na Mzaramo. Bwana nimemsahau pasi milioni. Naye anazima siku hiyo anakula mbili yake pale. Na kofia yake vile vile haidondoki. Umeona bana? Kwa hiyo siku ya Jumamosi tutafanya mazoezi ya mwisho katika uwanja ambao tutawatangazia. Kwa hiyo wale wote ambao watahitaji kucheza mchezo huo ambao ni mashabiki wa Simba Sports Club wataruhusiwa kuja katika uwanja wa mazoezi, na hapo tutafanya mchujo sanjari na kupanga kikosi. Tukiamka Jumapili tunaamkia tu uwanjani moja kwa moja. Hiyo itapigwa dakika 90 kaka. Sisi tunashaka hata 20. Unamaliza kweli 90? Namaliza. Mashabiki wenu wameanza kuonekana kabla hata ya mechi. Na mmoja amefuatwa hapo kanishwa supu kilazima. Mashabiki wenu Zekamu kanyesha supu kilazima. Yaani mambo ya kifamilia hayo. Mashabiki wenu. Hayo mambo ya kifamilia. Hayo mambo. Hayo mambo ya kifamilia. Lakini kumpelekea baba yako supu ya mchuzi mwingi na nyama moja
ni nani? Ni mambo ya shida kidogo. Nyama moja. Sota nyama ngapi? Na mchuzi mwingi. Na mchuzi mwingi mzee, umejazwa ndimu na pilipili. Ahmed, ili usinywe sana mara nyingi mashabiki wanaenda viwanja mbalimbali kuisupport Simba na wanawasupport wachezaji. Tutarajie tuone wachezaji ambao wanacheza Simba wakiwa uwanjani sasa wakiwasupport mashabiki wakiwa wanazima pale. Bahati nzuri au mbaya, wachezaji wengi wapo mapumziko likizo, lakini kwa wale ambao watakuwepo hapa mjini tutawaalika waje wafanye kazi wanayofanya mashabiki wakiwa uwanjani na waje watukane vile vile kwa sababu sisi tunawatukanaga kwa nini waje sasa, waje wawazodoe. Umeona yule naye kakosaje pale? Wewe ndio kocha huyo, utaambia uondoke. Mimi ndio kocha na nitanyoa upara siku hiyo kufanana na Selemani Matola. Kaka, sisi tumedhamiria ubaya mno kwenye hii mechi. Kwa hiyo wale ambao watakuwepo hapa nyumbani, mashabiki, wachezaji wa Simba, tutawaalika kwa ajili ya kuja kuona na wenyewe namna ambavyo mashabiki wanaowasapoti na wao wakawasapoti hivi sasa. Chasambiaje pale Amike bwana? Kisugu anatuzingua. Amike huyu Kisugu. Huyu Kisugu na yeye bana, mapenzi mengi siku hizi. Boli hamna. Ndio sisi tunasemaga tukiwa jukwani. Kwa hiyo sasa lazima useme hivyo. Kwa ni wakati wao sasa na sisi kuja kutuzodoa. Tulikuwa tunazodoa bana, mwalimu mbona afanye sabu, mbona mtoi yule, mbona ingie. Kwa ni wakati wao sasa na wenyewe kuja kukaa jukwani. Tunamwalika mwalimu Selemani Matola akae jukwani na yeye atuzodoe. Mwalimu mbona afanye mabadiliko? Yule mbona kama kachoka afu bado yupo, sijui umeelewa. Kwa hiyo sisi tunahusiwa kuandika makala za kutosha. Sikio mtaenjoy sana, mtapata content nyingi sana. Bana Zala amenipigia amesema hataki kuwa kipa. Yeye ni Bajabera. Amepostpone. Nikamwambia hata kipa nisingekupa kaka. Asubuhi tumekutana naye akasema amempigia. Hakuna tupangie. Zala hawezi kudaka timu yetu sisi. Yaani watu wapige mbali. Kama anataka adake Nzala, tuweke magoli madogo. Sisi kwa upande wetu tuweke goli dogo adake hapo Zala. Lakini magoli makubwa wala KMC watu wapige mbali himo. Hiyo tuwezi kukubali. Tumedhamiria ubaya ubwela. Sisi tumedhamiria kaka. Hamna ngapi kwenye huo Tutawafunga nyingi. Tutawafunga nyingi. Hatuwezi kuacha salama. Sawa.